Ni tabasamu na matumaini mapya kwa wakazi wa kata ya Iyela katika halmashauri ya jiji la Mbeya yenye takribani ya wananchi 43,481 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Hii ni baada ya wananchi na wadau wa maendeleo kuanza juhudi za kuboresha miundombinu ya barabara inayounganisha maeneo ya Bombambili katika jimbo la Uyole na Pambogo katika jimbo la Mbeya mjini. Ni sehemu yenye umbali wa barabara kama zaidi ya mita 150 ambayo imekuwa ikileta changamoto kubwa kwa wakazi wa maeneo hayo kutokana na kuwepo kwa mlima mkali pamoja na mto unaokatiza katika kata hizo mbili, hali inayofanya mawasiliano ya kijamii na shughuli za kiuchumi kuwa ngumu hasa nyakati za mvua na kiangazi. Mnamo tarehe 2 mwezi wa pili 2026, wananchi wa mtaa wa Bombambili katika kata ya Mwakibete walikutana kujadili changamoto hiyo na kukubaliana kuanza zoezi la kuchangisha michango ili kujenga barabara kwa juhudi zao wenyewe. Na hapa wanaeleza walivyokuwa wakipata shida na shughuli za kijamii kukwama. Changamoto kubwa iliyotuhamasisha mpaka tukafikia lengo hili ilikuwa ni ubovu wa barabara, kipande chetu cha barabara hiki kutokea upande wa Iyela kuja upande wetu wa Mwakibete, hususan eneo la Bombambili. Mzunguko ambao tulikuwa tukizunguka kwenye hii barabara ulikuwa ni mrefu ukilinganisha na kipande hiki hapa kwenda kutokea Magufuli. Kwa hiyo tulihamasishana wadau wachache. Katika kuhamasishana tukapata wazo tukutane, ndipo tarehe 1 mwezi wa pili tukakutana wadau wachache tukawekana sawa, ndipo na michango ilipoanzia hapo hapo. Siku iliyofuata hatukulala hapo hapo, tukaanza na ujenzi hapo hapo. Siku iliyofuata tukatafuta fundi aliyekuwepo pale akatupa maelekezo yake na thamani zinazotakiwa, ndipo tukamwambia tuendelee na kazi. Kilichotuhamasisha kujenga hii barabara ni ubovu wa hiki kipande, kilikuwa kipitiki kipindi cha masika na kiangazi, panakuwa panachimbika sana. Mawasiliano yalikuwa ni magumu, palikuwa hapapitiki, tulikuwa tunazunguka umbali mrefu, tulikuwa tunazunguka barabara Ivumwe wakati kuna barabara ya jirani hapa. Kwa hiyo tukahamasishana kama alivyosema mtangulizi wangu, tulivyohamasishana tarehe 1 hiyo, tarehe 2 tukaanza ujenzi. Kiukweli yani tulikuwa tunapata shida sana kwenye hii barabara. Tunashukuru Mungu kuna wenzetu waliojitokeza mpaka kutengeneza hii barabara. Tunasema asante Mungu, kwa sababu ikiwa ulikuwa umepanda bajaji unataka uende sehemu unaumwa, ilikuwa inakwama bajaji, sometimes inaharibikia hapa unaanza kutafuta usafiri mwingine. Unaanza dharura kwenda kumuona mgonjwa, kwetu huku usafiri ulikuwa ni wa shida sana. Lakini tunashukuru Mungu kwa jitihada za wenzetu zilizofika mpaka hapa, tunasema asante. Yaani sisi matamanio yetu ilikuwa ni kusonga mbele. Hapa tulipofikia wananchi. Kwa hiyo inahitaji kuungwa mkono na serikali, angalau hata barabara kwetu huku iwe inaeleweka angalau kidogo, hata kusogezea kule mbele. Yaani tulikuwa tunapata shida tukiumwa. Watoto wetu kwenda mashuleni ilikuwa ni shida. Mvua zikinyesha watoto walikuwa wanapata shida. Sisi wenyewe wazazi tunapoenda hata kujifungua tulikuwa tunapata shida. Ikiwemo mimi ni mmoja wapo. Mwaka jana nilikuwa naenda kujifungua, bajaji ilinikwamia hapa. Nashukuru Mungu lakini nilifika salama. Jitihada zetu tunasema serikali tunaomba tusaidie kututengenezea miundombinu vizuri ya barabara yetu. Akiwasilisha taarifa ya ujenzi huo, Albert Mwantongo amesema pamoja na changamoto walizokutana nazo, wananchi wamefanikiwa kuanza kazi ya ujenzi kwa kutumia fedha zilizokusanywa kupitia michango ya wadau na wakazi wa eneo hilo, huku diwani wa kata ya Mwakibete Lucas Mwampiki akiwapongeza wananchi na wadau kwa kuonyesha mshikamano na kuweka kipaumbele miradi ya maendeleo. Tunayo shukrani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu kwanza kutupa uzima na afya njema siku ya leo. Pia tuna furaha sana kwako mbunge wetu Dr. Tulia Ackson Mwansasu kufika na kutambua umuhimu wa jambo hili la ujenzi wa barabara hii ambayo ni kilio chetu cha muda mrefu kutokana na adha ya njia zetu kutopitika kabisa, hasa kipindi cha masika. Taarifa ifuatayo ni taarifa ya kazi hii ya ujenzi wa barabara. Kazi hii tulianza tarehe 2 mwezi wa pili. Ilianza kama wazo kwa baadhi ya ndugu zetu, kisha tukafanya kikao mahali hapa cha tathmini ya gharama ya ujenzi tukiwa na fundi wetu, na hatimaye tukakubaliana kuanza michango
ya kununua vifaa ambavyo tumetumia kuifanya kazi hii. Kwa hiyo jumla ya gharama ya kazi zote iliyofanyika hapa ni shilingi milioni 23 na laki 4 na shilingi 6,000. Hii yote ni michango tuliyoipata toka kwa wadau wachache sana wanaopatikana katika eneo hili na hatimaye kufanikisha kazi hii ya ujenzi wa barabara. Kwa kweli, Mheshimiwa Mbunge, uliliona daraja ni la muda mrefu kidogo, kama miaka 7. Hakuna kipande cha sumni kilichotoka serikalini, ni nguvu za wananchi walitengeneza. Daraja zuri na la kisasa na linadumu, ni imara. Walipokuja watu wa TARURA wakathibitisha ni daraja bora kuliko madaraja wanaojenga wao. Kwa hiyo mimi nitoe shukurani za dhati kwa wadau wote wanaojitolea wa maendeleo. Ukiwaona ni kama wasumbufu, Mheshimiwa Mbunge, kama alivyokuwa anazungumza mwenyekiti, lakini ni watu wana kiu ya maendeleo, wanatafuta mpenyo na njia ili yale maono yao ya kuwa na maendeleo kwenye mtaa wao yafikie. Naye Spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa jimbo la Uyole, Dr. Tulia Ackson, amewapongeza wadau wa maendeleo kwa jitihada hizo, huku akichangia malori 10 ya mawe pamoja na mifuko 100 ya saruji, na kuahidi kuendelea kushirikiana na wananchi kuhakikisha miundombinu ya barabara katika maeneo hayo inaboreshwa. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa kazi hii nzuri ambayo mmeianzisha hapa, tuseme tangu miaka 7 iliyopita mlipojenga lile daraja pale chini. Ninawashukuru sana kwa sababu ukiangalia huo mto ni wa kudumu hapo. Sasa bila daraja, manake watoto wanakuwa wanashindwa kutoka upande huu kwenda upande mwingine, lakini pia wananchi, kwa sababu eneo la soko liko upande ule mwingine, basi wanakosa kwenda kufanya shughuli zao za maendeleo upande ule mwingine. Kwa ni washukuru sana sana kwa kweli kwa kazi hii nzuri ambayo mmeifanya ya kujiletea wenyewe maendeleo. Ni kweli ni kazi ya serikali kujenga barabara, lakini wananchi mnapoona kwamba hapa kuna changamoto, hebu tujaribu kuona namna bora ya kuitatua, basi sisi kama viongozi tunaungana nanyi, na ndio maana nilipopata wito wa kwamba bwana, hawa ndugu wanafanya kazi ya maendeleo huku na kwa kweli wamefika mbali, wameona na wewe uje uone kazi nzuri inayofanyika. Siku 6 nilifanya bidii ya kuja hapa. Sasa kwa upande ule kwa idadi ya mawe ambayo bado zitakuja leo, trip 10 za mawe. Trip 10 za mawe zitakuja leo. Malori nadhani amechelewa kwenda kubeba mawe, lakini atafika leo. Kwa hiyo malori yako njiani analeta hayo mawe trip 10 kwa ajili ya upande ule wa barabara. Sasa kwa hii barabara nyingine sasa ya kutoka hapa kuelekea kule, nadhani mimi nisiingie sana kwenye ule utaratibu wenu ili nisije nikajikuta kwamba fedha zipi zitaelekea hapa zinaelekea kule, kwa sababu ninyi mnafanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo kadri uhitaji ulivyo, hiyo michango mingine mtapeleka ambapo mnaona panahitajika zaidi. Lakini haya mahitaji mengine mliosema, kama nilivyosema, wacha twende tukatafute wadau, tuone na wao wanaweza kutuchangia mpaka wapi ili barabara zikae sawa. Sasa ukiacha hizo lori 10 ambazo zinakuja leo, pia italetwa hapa mifuko 100 ya simenti. Uboreshwaji wa miundombinu ya barabara una mchango mkubwa katika kurahisisha mawasiliano, kukuza biashara, huduma za kijamii, pamoja na kurahisisha shughuli za kiuchumi kwa wananchi wa maeneo hayo. Hivyo ushirikiano kati ya wananchi, wadau wa maendeleo na serikali ni muhimu ili kurahisisha maendeleo na kuboresha maisha ya wakazi wa maeneo mbalimbali. Serikali nayo iendelee kuboresha miundombinu ya barabara ili kusaidia juhudi za wananchi na kuhakikisha huduma muhimu zinawafikia wananchi kwa urahisi zaidi. Na kutoka hapa kata ya Mwakibete, halmashauri ya jiji la Mbeya, mimi ni Tedius Mfukwe